Tunaona Harmonize pamoja na Mbosso wametangaza kuna project mpya hivi karibuni inakuja kutoka. Ni ngoma mpya na ni kwa mara ya kwanza wawili hawa wanakutana nje ya lebo ya Wasafi. Kumbuka kipindi kile wote walikuwa katika lebo ya Wasafi, na tunaona Mbosso ndiye aliyemkuta Harmonize kwenye lebo ya Wasafi baada ya kutoka kwenye bendi ya Moto, na baadaye akapoteana, then baadaye akasainiwa pale Wasafi. Sasa basi ni kwamba kilichotokea ni kwamba Mr. Pimbi ameweza kuponda kama ilivyo kawaida. Ameiponda hii kolabo mpya ambayo inaonekana kuwa tishio hasa kwa wale ambao wanajituma katika kazi, labda wanataka kutoa project zao, inabidi sasa wasubirie kwamba hili dubwasha kwanza lipoepoe then watoe project zao. Kumbuka itakuwa ni ngoma kali sana. Yani katika ngoma ambayo inasubiriwa kwa hamu na mashabiki ni hii ngoma mpya ya Harmonize pamoja na Mbosso. Tayari ashatoa title na hii ngoma inapatikana katika album mpya ya Harmonize 31. Na kwanza kabisa Harmonize anapenda kufanya vitu vyake kwa ukubwa. Anapenda kufanya vitu vyake katika space ambayo inamfanya kuwa ni miongoni mwa wasanii ambao wanajua ni kitu gani ambacho. Sasa basi kutokana na Harmonize kufanya vitu kwa ukubwa na amejua kucheza na trending, na amejua kabisa kwamba msanii gani sasa hivi hajafanya naye kazi kwa Tanzania. Kwa msanii ambaye anaongoza kwa kufanya collab na wasanii wengi ni Harmonize. Kwa takwimu zinaonyesha hivyo. Ni msanii ambaye amefanya collab na wasanii kibao ndani na nje ya nchi. Nadhani hata Simba amfikia Harmonize. Harmonize amefanya kazi na watu wengi sana. Sasa Mbosso anaenda kuchukua mashabiki wapya kwa Harmonize, na Harmonize pia anaenda kuchukua mashabiki kwa Mbosso. Kilichotokea ni kwamba Mr. Pimbi amechukia kolabo hii na ameweza kuitolea kasoro, na kasoro haziwezi kukosekana kwa Mzee wa Fact. Mzee wa Fact ameweza kutoa kasoro zake ambazo anaziona katika hii nyimbo mpya ya Harmonize pamoja na Mbosso, na kasoro hizo akaziweka bayana kupitia ukurasa wake wa Instagram. Na kwa namna moja ama nyingine anaandika, ilikuwa ni masaa 19 yaliyopita, na akaandika, sidhani kama chemistry au combination yao inaendana, sidhani kama wimbo wao utakuwa mzuri, sidhani, ni maoni yangu, sio lazima tulingane mawazo. Hapa nazungumza kwamba chemistry, kwa wale ambao mfahamu, chemistry ni muunganiko. Chemistry au sio, au combination ni vitu ambavyo vinaendana lakini tofauti. Sasa combination manake kuungana, au sio, kwamba ladha ya muziki wa Harmonize inapoenda kukutana na ladha ya muziki wa Mbosso itakuwaje, na je wimbo utakuwa mzuri? Yani mtu anafikiria, kwa sababu kuna wakati unajiuliza, endapo kama timu moja kuna Messi timu moja kuna Messi na Ronaldo, je inaweza kachukua kombe la dunia? Kuna wakati mwingine utakojiulize kwamba wawili hao wakifanya kazi ni wakali sana, je kazi hiyo italeta manufaa? Tunaona yani kwa maana kama hizo. Sasa inaonyesha ladha ambayo inaenda kuonekana sasa hivi kati ya Mbosso pamoja na Harmonize ni kitu ambacho wengi wanajiuliza na wamekuwa wakijipa maswali mengi sana, kwamba je kwa ukali ambao tunafahamu kabisa kwamba Mbosso atakwenda kukutana nao na Harmonize, ngoma itakuwaje? Hapo ndo alikuwa ni maneno ya Mr. Pimbi kwamba hadhani kama nyimbo itaweza kuwa nzuri au kuwa kali kama tunafahamu. Sasa Chibaba akamwambia bwana Mr. Pimbi, ila Mr. Pimbi, Mungu anakuona, utapigwa kama Baba Levo, shauri yako. Yani utapigwa kama Baba Levo, shauri yako. Ndio maana Chibaba, mziki umekushinda kwa ajili ya ombea. Sidhani kama utakuwa mwenye kaandika, wewe mbona unalazimisha watu kukujibu vibaya? Bro, acha kusemea wanamwenzio, tafuta kazi ufanye, hiyo ndo kazi yako. Au mwingine kaandika kwamba Mr. Pimbi, drop your primitive, kwani siku zote wewe ndo unamwimbiaga, na wewe imba nyimbo yako tuone kama maneno yana match. Kwamba
kuna wakati mwingine mtubidi uache ushamba, uache primitive negative things, vitu kama hivyo, bitterness, kiacha vyote hivyo, naelewa. Mmoja kaandika kwamba chunga sana Mr. Pimbi. Chunga sana Mr. Pimbi, kwa maana ya kwamba kiukweli itakuja kuleta shida sana. Acha kuwadogosha wenzio kwenye kazi zao za kutafuta riziki. Acha kutengeneza chuki kwa mashabiki zao. Shinda mechi zako, content ziko nyingi sana za kukufanya tukufuatilie. Of course, hapa ni shabiki ambaye amemponda Mr. Pimbi na kusema kwamba kuna wakati inabidi Mr. Pimbi aachane kabisa na haya masuala ya kumdogosha Harmonize. Ndio kumdogosha Harmonize hapo unakuwa unaleta kazi, kwa sababu tunaona Harmonize ameweka pesa nyingi sana. Ameweka pesa nyingi sana, na kiukweli pesa hizo inaonekana zitakuja kuzalisha pesa nyingine. Kwa hiyo kumdogosha maana yake ni kwamba kiukweli anakuwa anafanya kitu ambacho sio sawa. Mmoja kamjibu shabiki na kusema huyu Mr. Pimbi mjinga kama mjinga Baba Levo, kumpoteza Konde utaweza wewe, hauna mmoja kaandika kwamba kwenye nyimbo nitumie nataka kuifuta. Harmonize katembelea upepo wa Mario, sasa hivi kahamia kwa Mbosso. Maana yake ni kwamba zile collab na Mario zile na vitu kama hivyo, sasa hivi nasema amehamia kwa Mbosso. Nitajia ngoma ambazo Mario kamfunika Harmonize. Mario kama sio Harmonize, Mario alikuwa ana hit song kali kivile. Wimbo wa Mario aliuza sana na alimshawisha Hamo. Hebu tuambie nani kaenda na upepo wa mwenzie. Alafu wewe mmoja sema umemjua juzi Mario katoboa mwenyewe bila kutegemea kenge yoyote, hajapita kokote, anapiga mahit song toka ameumbwa. Jeshi kamili hahitaji kubebwa wala support. Mmoja kaandika kwamba ngoma kubwa ya Mario kamshirikisha Harmonize. Yaani ngoma kubwa ya Mario ni ile alishirikisha Harmonize. Hiti kubwa ya Mario yupo na Harmonize. Yaani maana yake Mario kwa Harmonize ni mdogo sana. Kwa hiyo kwa jinsi ambavyo inaonekana ni kwamba Mario ngoma yake kubwa ni ambayo ameshirikiana na Harmonize. Usijifanye msemaji wa familia. Mr. Pimbi ipo siku Simba. Anyway, hata waungane Simba ni mmoja tu. Mwingine akasema umeona mbali Pimbi. Mwesema hata wewe ulingani na mtu. Konde atawapiga mwaka huu. Hatari. Mwingine ni matusi. Nani amewahi kuona mtu mfupi na akili? Njaa mbaya, tafuta pesa na watoto wako wasiwe kama wewe. Haya, mimi nisiendelee sana. Vingine ni hate tu za mashabiki. Dondosha maoni yako, kisha subscribe.